Your Excellency. Tukisonga mbele ni kwamba chama tawala cha UDA kimekubali rasmi kushindwa katika uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau baada ya mgombea wake Samuel Muchinda Nyaga kushindwa na mgombea wa DCP Sami Douglas Kamau Waweru. Haya yakijiri licha ya kampeni kali iliyoshuhudia viongozi wakuu wa serikali wakiweka kambi eneo hilo kwa siku kadhaa. Sasa matokeo haya yameanzisha mjadala mpya kuhusu mustakabali wa siasa za ukanda wa Mlima Kenya. Ken Gashui anaarifu. Akizungukwa na wabunge wanaounga mkono utawala wa Kenya Kwanza, mgombea wa UDA katika uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau Samuel Muchinda Nyaga alikubali matokeo ya uchaguzi na kumtambua mgombea wa DCP Sami Douglas Kamau Waweru kama mbunge mteule. Ningetaka kushukuru sana timu yetu ya IEBC kwa sababu ya vile ambavyo waliweza kufanya uchaguzi huo kuwa huru na haki, na ingawa kura zangu hazikutosha kwa sababu katika kila uchaguzi lazima kuwe na mshindi, ningeweza kuchukua nafasi hii kukongratulate Sami Douglas Kamau Ngodho. Muchinda alishikilia nafasi ya pili katika uchaguzi huo kwa kura 5,450 akimfuata Kamau aliyepata kura 35,440. Muchinda aliyehudumu kama msaidizi wa aliyekuwa mbunge wa eneo hilo marehemu David Kiaraho aliahidi kushirikiana na Kamau pamoja na afisi husika za serikali kuhakikisha miradi iliyozinduliwa na serikali wakati wa kampeni itakamilishwa, kufuatia hofu kuwa ingekwama baada ya matokeo ya uchaguzi huo ambayo hayakuridhisha serikali. Na tutamuunga mkono kwa mahali popote ambapo angehitaji usaidizi wetu ili tuweze kushirikiana kuona ya kwamba tumeweza kupeleka constituency yetu ya Olkalau mbele. Tutafuatilia kuona ya kwamba miradi yote ambayo ilianzishwa katika kampeni hizi imeweza kukamilika kwa muda unaostahili kuwa imekamilika. Ingawa wengi wanatafsiri kushindwa kwa Muchinda kama pigo kwa chama cha UDA na uongozi wa Rais William Ruto, viongozi waliosimama pamoja naye wamesema matokeo hayo ni ishara muhimu itakayoathiri mwelekeo wa siasa za ukanda wa Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. With my colleagues who are here and others who are not here, governors, senators, members of parliament and members of county assemblies from this region, we are going to make a major political decision. Wakati huo huo, baadhi ya viongozi wamesema matokeo ya Olkalau yameonyesha kuwa wapiga kura wanaweza kufanya maamuzi yao kwa uhuru bila kushinikizwa wala kushawishiwa. Hiyo mwenendo yao ya kifua na kutukanana na kupiga marisasi na nini, mmejua mzuri ati pesa haiwezi kubadilisha watu kwa kupiga kura. Kama hii kubadilisha Olkalau, then why are you wasting time? Rather than kupelekea wananchi pesa, saidieni mahospitali, saidieni mashule na saidieni maskini ndio nchi yetu iendelee. Ken Gashui, KTN. Shukran sana Ken.